Mtazamaji wa Mhandisi TV, hapa ni katika daraja la Kigongo Busisi, ambapo hapa uzinduzi rasmi unafanyika hapa. Makofi mengi na vigeregere, Tanzania oye! Inafurahisha kuwa katika mradi huu 92% ya wafanyakazi walikuwa ni Watanzania, kwa maana ya wazawa wa taifa letu. Hakika hili daraja lilitokana na wazo la Watanzania wenyewe, lililogharimiwa na Watanzania wenyewe na lililojengwa kwa nguvu za Watanzania wenyewe. Hii ni fahari nyingine kubwa kwa nchi yetu, na bila shaka imekuwa fursa ya kukuza maarifa na ujuzi wa kutekeleza miradi mikubwa kama hii miongoni mwa Watanzania. Hongereni sana wote mliofanya kazi kwenye daraja hili. Ni matumaini yetu kwa ujuzi na uzoefu waliopata vijana wetu kwa kushiriki kikamilifu kwenye mradi huu ni faida kubwa kwao binafsi na taifa letu kwa ujumla. Hii ni hatua nzuri kuelekea ndoto ya Tanzania kujenga madaraja haya marefu kwa kutumia wataalamu wazawa. Wakati unapokea kijiti cha kuongoza taifa letu, Mheshimiwa Rais, miradi hii ya kimkakati, daraja la Kigongo Busisi lilikuwa 25% tu, na hapo tulikuwa tumelipa sio zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 152 tu. Daraja hili ukiweka na kodi ya ongezeko la thamani yake ni bilioni 718. Hivyo basi maana yake Rais Samia, wewe umelipa fedha za Kitanzania zaidi ya bilioni 450, na ndio maana tunasema mama umeweza. Na msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi, Mhandisi Bernard Kavishe, amesema daraja hili linakwenda kuleta mapinduzi makubwa katika maendeleo ya taifa la Tanzania. Hii barabara ambayo imeunganishwa na hili daraja inaitwa T4. Ni barabara muhimu sana, ina lami kutoka Mara huko mpaka na Uganda. Ni barabara ambayo inatuunganisha na Uganda, inatuunganisha na Rwanda, inatuunganisha na Burundi. Kukosekana kwa daraja hapa na badala yake tukawa tuna feri. Ile feri ilikuwa na ukomo wa uzito wa magari, kwa hiyo na ukomo wa masaa ya kufanya kazi. Kwa kiasi kikubwa iliifinya hii T4. Sasa kupatikana kwa daraja hili kumeifungua kwa kiasi kikubwa sana hii barabara ya T4. Itakuwa na capacity kubwa kabisa. Nikirudi kwenye jumuiya ya wahandisi, jumuiya ya wahandisi hili ni darasa kubwa, na ukilifikiria hii mradi huu tufikirie pamoja na miradi mingine inayofanana, inayoshabihiana, ambayo imefanyika katika kipindi kifupi back to back. Kuna daraja la Mwalimu Nyerere lilifanyika kwenda Kigamboni, walishiriki wahandisi pale wakapata darasa la kwanza, darasa la pili wakapata Tanzanite Bridge, hapa darasa la 3 kuna daraja lingine linaitwa Pangani linajengwa. Kwa hiyo katika kipindi kifupi, kwa sababu uchumi sasa unaruhusu, yamejengwa madaraja na Watanzania wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Katika utaalamu hapa asilimia zaidi ya 82 ya wahandisi katika kiwango cha uongozi wameshiriki. Kwa hiyo imejenga capacity kwetu, na kwa watu wa kiwango cha kati na kiwango cha chini imejenga capacity kubwa, na itatusaidia sasa kubadilisha pantoni na daraja. Lakini uthubutu mwingine mkubwa kabisa ambaye nimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, hii imelipwa na fedha ya ndani. Uthubutu wa kutumia hela ya ndani haukuwepo nchi. Kwa sisi ambao tumekuwa toka zamani, walikuwa wanakuja wazungu hapa na tuchimia kisima, nakuja mzungu atujengea darasa moja. Sasa tumejenga daraja kwa fedha yetu, na kwa takwimu zilizopo wakandarasi wamelipwa. Ni jaribio lingine katika kujiamini, na kwa kusema hivyo basi naona tuko tayari, tumewiva kwamba madaraja yanayofuata, miradi mingine mikubwa kama hii, tuaminiwe tena, tufanye wenyewe. Tuliaminiwa bwawa la Mwalimu Nyerere, bwawa lile limesimamiwa na TANROADS, kuna kampuni inaitwa TECO, na wamefanya kazi kubwa kabisa. Daraja ile bwawa ile sasa hivi linazalisha umeme. Tuliaminiwa katika barabara ya njia 8 ambayo imesanifiwa na Tanzania,
imejengwa na Watanzania, imesimamiwa na Watanzania. Sasa hivi tunapita barabara njia 8. Kwa hiyo mimi ningetoa wito kwamba Watanzania tumesomesha watoto kwa miaka 60, wameshakuwa nguli, imebaki sasa tuaminiwe tufanye kazi kubwa kama hizi. Hili ndilo daraja la JP Magufuli, daraja ambalo linatajwa kuwa sifa zake ni viwango vya nyota 5. Kama tulivyo na hoteli ya nyota 5, ni daraja la nyota 5. Ni daraja ambalo litafanya kazi kwa miaka zaidi ya 100. Kwa hiyo limechukua futuristic design, limechukua viwango vya usalama ambavyo havijafikiwa hata na hizi barabara mbili zinazounganisha ET4. Nyota 5 maana yake nini? Usalama. Uwezekano wa ajali hapa umepunguzwa kabisa. Ukiangalia kuna njia mbili zinakwenda, njia mbili zinarejea. Kwa hiyo uwezekano wa kitu inaitwa head on collision umeshushwa. Riski ya head on collision ni karibu 0. Kwa sababu hata overtaking inafanyika upande mmoja, magari yanayoelekea upande moja. Njia zikiwa mbili peke yake, overtaking inafanyika kwa kukabiliana na gari linalokuja upande wa pili. Jambo lingine linalofanya kwa nyota 5 ni mgawanyo wa traffic, kwamba kuna waenda kwa miguu, kuna pikipiki, kuna magari. Unapochanganya waenda kwa miguu na magari ambayo yana NH kubwa, kwa hiyo uwezekano wa mtu kugongwa hapa ni mdogo. Na kuna barrier kabisa ambayo inazuia gari hata ikipoteza mwelekeo itaishia kwenye barrier. Kwa hiyo kwa upande wa usalama barabarani iko mbele zaidi kuliko hata T4 yenyewe ilivyo. Na imefanywa kwa makusudi kwa sababu ni daraja la miaka mingi. Kwa hiyo baadaye T4 itakuja catch up. Kwa hiyo ni salama sana kutumia hapa, na uwezekano wa ajali ni mdogo sana. Mimi ni James Lerombo na hii ni Mhandisi TV.